mitume walikuwa na imani. Yesu anawauliza hamuna imani? Leo ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba utatoka kiwango cha kumuita Yesu katika uoga uingie katika imani. Nisikie asubuhi ya leo ya kwamba utatoka kumuita Yesu katika uoga uingie kumuita katika imani. Maana atakujibu kwa imani yako, hata kujibu kwa sababu ya uoga wako. Siku zingine uoga wako unakutesa. Nisikie, uoga wako unaweza kukutesa. Hata ukimuita Yesu, mawazo yako bado yanapiga. Bwana asifiwe. Unafikiria kwa mfano, nipeane mfano kama mimi, wakati umeshawahi pitia hali mpaka ya kungolewa mlango kwa nyumba, na usikie hauna rent na mwisho wa mwezi umefika. Bwana asifiwe. Na landlord anakuja ama landlady anakuja. Unafikiria utakuwa kama watu wengine? Unafikiria utamjibu kama watu wengine? Wewe unajua hali umeshawahi pitia ya aibu. Wewe unajua hali umeshawahi pitia ya uchungu. Unafikiria utamjibu kama watu wengine? Wengine wanaweza kumwambia nigojee, na wengine wanaweza kuwa arrogant, lakini wewe kwa sababu hauna na unajua mahali umeshawahi pitia, hata ukimuita Bwana unamuita na uoga. Sasa imani hapo inakuwa kidogo sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo tutatoka katika uoga, tutaingia katika imani. Yesu anauliza, hamwezi amini? Leo ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba tutaamini. Nisikie, nasema ninaomba ya kwamba tutaamini na Bwana ataonekana kwa maisha yetu na atagusika kwa maisha yetu kwa njia tofauti. Uweza wake na nguvu zake zitagusika katika maisha yetu kwa njia tofauti. Wacheni huyu Bwana aonekane kwa maisha yetu. Wacheni nguvu zake zionekane katika maisha yetu. Haleluya kanisa. Ninatamani ya kwamba tutabadilisha mawazo yetu, tutabadilisha kuona kwetu, tutabadilisha maisha yetu, kwa sababu Yesu alitarajia nini kutoka kwa hawa? Wawe na imani, waambie dhoruba, hata kama unainuka, tunajua ni nani tuko na yeye hapa. Ni wewe uko na ujasiri, ni nani aliyekuokoa? Huo ujasiri ndio utakaoleta utofauti wako na wengine. Haleluya. Imani ni ujasiri ndani ya Kristo, ya kwamba hata kama wengine wanasema mimi nina imani ya kwamba Yesu ataonekana hapa. Bwana asifiwe. Nina ujasiri ya kwamba hata kama wengine hawajui ni nani tuko na yeye, mimi ninajua ni nani tuko na yeye. Hata kama wengine hawamuoni, mimi ninajua na uwezo na na nguvu na atabadilisha mambo. Bwana asifiwe. Sione Yesu na umwamini ya kwamba anaweza. Si lazima afanye kile wewe unajua. Yeye ni Mungu na yeye ni mwaminifu na yeye anaweza badilisha hali yako. Si lazima apitie ile njia wewe umepanga ama umefikiria ama unaijua. Haleluya kanisa. Naomba siku ya leo ukubaliane na yeye ya kwamba huu ndio wakati wa yeye kukupatia habari njema, lakini atakupatia habari njema kwa sababu unamjua. Bwana asifiwe. Wacha ukue na imani ya kwamba ninajua unaweza hata katika hii hali. Kwa wengi inaonekana ni hali ngumu, kwa wengi inaonekana ni hali ambayo haiwezekani, lakini inawezekana. Kwake inawezekana. Walipomuita aliwauliza, kwa nini hamuna imani? Bwana asifiwe. Kwa nini hamuna imani? Unafikiria wao wamekuwa wakipitia, wengi walikuwa wavuvi pale. Haleluya. Wanajua hatari yenye iko maji ikichafuka ama bahari ikichafuka mkiwa katikati. Wanajua. Kweli unajua vile kunaweza kufanyika baada ya kile unapitia. Unajua. Lakini je, unaweza kuwa na imani? Nakwambia ni kama saa hii uambiwe uende usikie unajisikia vibaya. Uende kwa hospitalini uambiwe umepimwa ni kansa. Unakuta ya kwamba mtu aliyekuwa strong, hata kama anamuita Bwana,
anajua feti yake ni, ameanza kutayarisha mazishi yake. Bwana asifiwe. Anasema ninaamini Bwana, tuombe. Lakini bado anatayarisha mazishi yake. Watu watasimama wapi kwetu? Watu watafanya aje? Ametayarisha mazishi yake. Lakini anasema ako na imani. Haleluya. Anasema ako na imani. Lakini anasema akijiangalia hivi anaona kuna mambo haya watu hawanielewi. Bwana asifiwe. Si watu watu hawataki kukuelewa. Yesu anakuuliza imani yako iko wapi? Hiyo ripoti umesikia ni ya daktari. Bwana asifiwe. Hiyo ripoti umesikia ni ya daktari. Ni wale daktari waliniambia niko na sukari. Ni wale tu daktari waliniambia niko na goita. Na sikudharau ripoti zao. Waliponipatia dawa nilizikunywa. Walikuwa wananiambia niende clinic. Mpaka wakati mmoja nikafika mahali nikachoka. Nikaambia Bwana, sasa kile kimeumbika ndani yangu kupitia uchungu ni lazima nikuamini. Bwana asifiwe. Lazima nikuamini. Si ya kwamba sikupata report, nilipata report. Nilipata makaratasi, nikapimwa, nikaambiwa hivi na hivi na hivi, na nikaambiwa sukari yako inaanguka, na nikaambiwa nisikawahi maliza masaa 2 kama sijakula. Haleluya. Ni kweli report imekuja. Lakini hiyo report, utaamini Yesu? Bwana asifiwe. Anauliza iko wapi imani yako? Nimekwambia wengi, unasikia watu wengi wanasema niko na imani nitapona. Niko na imani nitapona, lakini bado wanatengeneza. Haleluya. Na anaanza kujiuliza sasa, kansa inatuma watu wauze mashamba. Sasa sijui kama watu kwetu watakubali ikitaka pesa nyingi. Kama baba yangu atakubali tuuze shamba, sijui kama ni nani watanichangia. Hayo mawazo yote ndio yako kwa kichwa chake. Haleluya. Hayo yote ndio yako kwa kichwa chake. Anapiga mahesabu ya vile ambavyo atamalizwa na adui. Anapiga mahesabu vile anaona shida na vile uzito utaendelea kwa maisha yake. Bwana asifiwe. Kama ni mama anaona vile ataacha watoto wake. Kama ni baba vile ataacha mke wake na watoto wake. Haleluya. Anaanza kupiga mahesabu. Ndio tu tumemaliza nyumba, ndio tumefanya tu hivi. Sasa hii ni kansa iko karibu kunimaliza. Lakini anaombewa. Hata kanisani anaenda. Hiyo ni prayer request yenye anapeleka kwa mtumishi wa Mungu kila wakati. Pastor niombee. Pastor niombee. Ni kweli unaombewa, lakini je, imani yako iko wapi? Ni fear inatuma uombewe ama ni faith? Yesu anajua hawa hawakuniita kwa sababu wanajua ya kwamba ninaweza kusimamisha hii dhoruba. Wameniita katika hofu zao wasikufe. Bwana asifiwe. Aliposimamisha dhoruba hii, aliwauliza imani yenu iko wapi? Nao kwa sababu hawakuwa wanatarajia ifanyike vile alivyofanya, wakaanza kuulizana ni nani huyu, mpaka dhoruba zinamtii. Kile unafikiria hakiwezi tii wengine, kinaweza mtii Yesu. Haleluya. Hicho ambacho unaona ni kikubwa kwa wengine kinaweza kusikia Yesu. Haijalishi hata kinenea na njia gani, mpe nafasi kwa imani. Nisikie, ninasema mpe Yesu kwa nafasi kwa imani katika hiyo hali. Haleluya. Itafika. Imani ni mahali unaweza kufika useme ya kwamba nimekwambia mfano wa maziwa inapanda na inataka kumwagika. Unaiambia siku kununua umwagike, nikoje hapo. Bwana asifiwe. Yani inajua yule ameongea kona imani na kona uwezo. Kwa sababu Yesu ako ndani yako. Na kama alifanya anageuza maji, unaweza geuza maji. Unaweza geuza mambo ya vitu zifanyike katika maisha yako. Unaweza badilisha hata zile vitu ambazo zinaonekana ni common
na watu wengine. Bwana asifiwe. Hizo vitu ambazo watu wengine wanajua ya kwamba hizi ni